Habari ya kutwa wapendwa. Natumai wote ni wazima na kila mmoja amekuwa akipambana kuhakikisha afya yake inakuwa salama kipindi chote. Hata kama una afya ambayo iko thabiti, lakini bado umekuwa ukitumia vitu ambavyo vinaweza kuendeleza pale ambapo ulipo unakuwa na afya ambayo iko salama zaidi. Na kama unaumwa, bado umekuwa ni mtu ambaye unahakikisha unapambana ili kuweza kurejesha afya yako iweze kuwa thabiti kabisa. Lakini leo naomba tuendelee madarasa ikiwa ni zawadi kwenu ya wale wapenzi wafuatiliaji wa mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram, TikTok na mitandao mingine yote ikiwemo YouTube ambayo unafuatilia sasa hivi wewe na mitandao mingine ambayo unafuatilia. Lengo ni kukukumbusha kuwa hii ni zawadi kwenu special maalum ya video 100 ya lista ya mafundisho ambayo yanasema hedhi au mzunguko wa mwanamke. Kwa hiyo ambao utafuatilia video hii au darasa la 14, usisahau kufuatilia darasa la kwanza mpaka la 100, kwa maana wewe unaangalia kipande cha sehemu cha 100. Ili kuweza kupata mtiririko mzuri, vizuri ukafuatilia yote na kuweza kujua nini ambacho tunafundisha, au wewe ambao una changamoto ukifuatilia kuanzia la kwanza mpaka la mwisho utajua nini ambacho tunakizungumza na mwisho wa siku utakuwa salama zaidi. Inawezekana unapitia changamoto ya hedhi ambayo inahitaji maarifa kidogo ili uweze kuwa salama lakini ukashindwa. Lakini unapofuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho utajua changamoto iko wapi na nini ufanye ili mradi kuweza kuwa salama zaidi. Lakini unaposubscribe haimaanishi kwamba utafuatilia tu madarasa 100. Kuna madarasa mengi, inawezekana ikawa ni ya hedhi au inawezekana ikawa ya afya ya uzazi wa mwanamke, au tunapozungumzia afya ya mwanamke basi tunaanza kuzungumzia pia hapo. Kwa hiyo maana utapata faida nyingi ambazo hazina kikomo ndani yake. Nafikiri tutakuwa tunatoa kila siku mpaka nitakapofariki. Neno kufariki ni gumu, si ndio? Lakini ndio ukweli ambao ni kitu ambacho nimekichagua. Kwa hiyo utakapoamua kufanya hivyo ni vizuri ukawa salama kwa kuweza kupata maarifa mengi ambayo yatakuwa na msaada, kwa sababu wengi wanaamini kwamba uzazi ni changamoto. Uzazi sio changamoto, kwa sababu mzee nikakupa ni sababu kubwa moja ambayo mimi nimejaribu kuiona, na kama utakuwa na changamoto pia ya uzazi unaweza ukanitafuta nikakusaidia kitabu changu cha uzazi salama ambacho nimekiandika kutokana na maarifa au changamoto ambayo mama wengi wamekuwa wakipitia. Kuona pia wewe inaweza kukusaidia pia. Matatizo ya sukari wakati wa ujauzito, matatizo ya pressure wakati wa ujauzito, matatizo ya kupoteza watoto, au matatizo ya kupata tatizo la pumu na haujui ufanyaje, au unataka ukope pumu wakati wa ujauzito, au sukari wakati wa ujauzito, au pressure wakati wa ujauzito, hujui mtoto wako anatakiwa acheze mara ngapi kwa siku, au unapitia changamoto yoyote ambayo wewe hauelewi kabisa. Lakini hicho kitabu kitaenda moja kwa moja kwa upande wa mtoto. Maana yake baada ya kujifungua unaenda kumtazama mtoto ni kitu gani ambacho mtoto anatakiwa kufanya ndani ya miezi 6 mwanzoni, au dalili hatari ambazo mtoto atatokewa ndani ya miezi 6 mwanzoni, na hizo dalili zimechambuliwa moja moja. Kwa hiyo kila ishara ambayo utakayoona kwa mtoto wako kwa kipindi hicho cha miezi 6, basi ukirejea kwenye kitabu utakipata, ikiwemo matatizo ya watoto kushinda kupata choo, au watoto wamekuwa wakipata manjano mara kwa mara na hujui kwa sababu gani. Inawezekana mtoto wako akawa anapata kucheua mara kwa mara na haujui ufanyaje, au anatapika, au mtoto wako amekuwa anachemka mara kwa mara. Yaani matatizo mengi ambayo watoto wamekuwa wakikumbana nayo, basi unaweza kufuatilia kupitia hicho kitabu na kuweza kuwa salama kipindi chote. Hicho ndio kitabu kinaitwa Uzazi Salama. Fahamu kama unahitaji kupata mtoto mmoja na zaidi, fahamu mambo haya. Mambo gani? Ni hayo ambayo yatakufanya wewe uweze kuwa salama zaidi. Kwa hiyo hebu tuendelee na darasa, ikiwa ni darasa la 14. Nimesema kama hujafuatilia madarasa mengine basi ni vyema kufuatilia ili kuhakikisha unakuwa salama zaidi. Sasa hedhi kubadilika kadri ya muda unavyoongezeka. Hili ni swali ambalo nimekuwa nikiendesha grupu, na hili swali nimekuwa nikipokea kuhusiana na wanawake wengi wamekuwa wakijiuliza, lakini sio tu yani swali ambalo nimelitengeneza, yani ni swali ambalo ni darasa special, ambalo darasa tuliclassify katika makundi 4 ya mwanamke na kadri hedhi zinavyokuwa. Sasa hapa nimekuwekea makundi matatu au makundi matatu, lakini kundi la 4 ni lile kundi ambalo mwanamke atakuwa anatumia uzazi wa mpango, yani njia za homoni zile za uzazi wa mpango. Yenyewe hedhi yake inakuwaje? Lakini hapa nazungumza na mwanamke wa kawaida, lakini kwa wale ambao una changamoto ya uzazi wa mpango au unatumia dawa za uzazi wa mpango, unaweza kanitafuta nikakupa ushauri wa vitu gani vya kufanya wewe pale ambapo utakuwa na changamoto ya hedhi na bado unatumia uzazi wa mpango. Hedhi hubadilika. Ya hedhi ya mtoto wa miaka 15 au mtoto wa miaka 12 kama nilivyosema madarasa yaliyopita, na mtu wa miaka 35 huwa ni sawa, au na mtu ambaye ana miaka 45 mpaka 55 ya hedhi yake zinakuwa sawa? Ukweli hedhi yake inabadilika? Ndio, hedhi inabadilika. Kwa pointi
ya kwanza kabisa lazima ufahamu kwamba hizi hedhi haziwezi kuwa sawa. Kwa hiyo ambao una changamoto yoyote kuhusiana na afya ya hedhi yako na umekuwa na maswali na haujui cha kufanya, mtu wa miaka 15, mtu wa miaka 35 na mtu wa miaka 45 au 55, hedhi zake haziwezi kuwa sawa, kwa sababu hii kuna vitu hapa katikati huwa vinatokea. Mfano, mtu wa miaka ya mwanzoni ambaye anaanza kuingia hedhi au ashaingia hedhi sasa, ana miaka 10 ya mwanzoni baada ya kuingia hedhi, huyu mtu mara nyingi huwa hedhi zake huwa hazieleweki. Anahitaji msaada ili kuelewa zaidi, kwa sababu wengi wamekuwa wakichanganyikiwa hapa na hawajui nini cha kufanya, au wanafikiri kwamba ni kawaida, lakini wengine wamekuwa wakifika mbali kwamba hili tatizo linahitaji msaada zaidi. Kumbe ni kipindi ambacho hedhi huwa hazijakomaa kama vile changa. Kwa hiyo zinahitaji mwili kujisoma zenyewe, na mtindo wa maisha ambavyo unaishi ndivyo ambavyo utaamua maamuzi ya hedhi ya baadaye, kwamba yawe yenye kusuasua au maana yake endelee kusuasua mpaka mwishoni, au ubalance na kuweza kuwa sawa. Kwa hiyo mtoto wa miaka 15 au mle miaka 15 mpaka 20 au miaka 10 ya mwanzoni baada ya kuingia hedhi, huyo mtu hedhi yake inakuwa haijatulia. Lakini mwingine ni uzazi baada ya kufikisha uzazi thabiti, miaka ya uzazi sasa 20 na kuendelea mpaka 35 mpaka 40, huyu mara nyingi hedhi yake inakuwa thabiti, na kama mtu atakuwa anatumia uzazi wa mpango basi inaweza kumchanganya kidogo, au ndio sababu ya kuweza kubadilisha. Lakini wewe mtu wa kawaida ambao unatumia uzazi wa mpango kipindi cha miaka 25 mpaka 35 mpaka 38, ni kipindi ambacho hedhi yake inakuwa kawaida kabisa. Wengine huwa anafika mpaka 40 na hedhi yake haisumbui kabisa. Lakini mwanamke ambapo anaelekea kukwama au kukoma kwa hedhi, ni mwanamke ambaye yeye hedhi yake lazima itamsumbua tu, hususan wanawake wengi wamekuwa ikianzia miaka 40 mpaka miaka 55. Hapa naweza nikatolea mfano, kuna mama ambaye nilimfundisha kuhusiana na namna ambavyo anaweza kujikimu au anaweza akadhibiti ile mabadiliko ambayo yanatokea katika mwili wake, hususan akiwa na kipindi hichi. Yeye alianza kupata changamoto ya hedhi akiwa na miaka 38. Amekuwa akisumbuliwa sana, mifupa inamuuma sana na hajui hatua za kuchukua. Nilipojaribu kumfuatilia na kufuatilia kuhusiana na afya yake ya hedhi, ikawa kidogo changamoto, kwa sababu hedhi yake inasumbua. Sasa kuna siku tutakuja kuelezana kwa sababu gani wanawake wengi wakifikisha umri wa wazee huwa anakuwa na malalamiko ya viungo, au migongo inauma sana, au magoti yanauma sana, au mifupa imekuwa ikiuma sana. Hiyo kwa sababu gani? Ni homoni ambazo tumezisema katika darasa la 13. Sasa kama hujafuatilia, ni vizuri kufuatilia na kuweza kuwa salama kabisa. Kwa hiyo mabadiliko ya hedhi ni sehemu ya safari ya mwili wa mwanamke. Kwa utakapoona wewe hedhi zako zinabadilika, ni jambo la kawaida, kwa sababu haya ni makundi matatu ambayo mwanamke lazima afuatilie, mtumishi wa afya lazima afuatilie, mwalimu lazima afuatilie, mtu yeyote ambaye anatamani kujifunza kuhusiana na mizunguko. Haya ni makundi matatu lazima yazingatie. Lakini kundi la 4 ambalo sikuleka hapa, mwanamke ambaye anatumia uzazi wa mpango au njia za homoni zile uzazi wa mpango na kuweza kudhibiti hedhi yake au kuifanya iwe sawa. Yote hayo ni katika kuhakikisha unakuwa salama zaidi. Asante. Endelea kusubscribe na kulike na kushare, ili mradi wengine waweze kupata mafundisho haya na kuweza kuwa salama kabisa. Kwa kama una changamoto ya hedhi, nitafute. Kwa kama una changamoto ya kuweza kupata kitabu changu, unaweza ukanitafuta, iko namba 0716511107. Hii ni namba ambayo tutakuagizia kitabu mkoani, lakini kwa wale ambao uko Dar es Salaam na natamani kupata kitabu changu, utafikishiwa popote ulipo kwa namba 0653364656, 0653364656. Ni namba ambayo utafikishiwa kokote ulipo, na hususan kama utafika eneo la Mloganzila, ukipiga tu simu moja, ndani ya dakika 15 mpaka 20 utakuwa umefikishiwa kitabu. Asante na mpaka wakati mwingine.